ya rufaa imetoa uamuzi juu ya shauri la mwenyekiti wetu mpambanaji Tundu Lissu. Katika uamuzi huo ambao watu wengi wameuona kuwa ni wa haki, tunawashukuru majaji wa mahakama ya rufaa waliohusika na kesi hiyo, waliomtendea haki mwenyekiti wetu. Bado tunasisitiza Mheshimiwa Lissu hana hatia na sio mhaini. Lissu anastahili kuwa nje na sio gerezani. Hivyo tunasisitiza aachiliwe huru mara moja bila masharti yoyote. Kwa upande mwingine, tarehe 10 Agosti 2026 saa 3 asubuhi kesi ya mwenyekiti wetu itaitwa Mahakama Kuu hapa Dar es Salaam. Tunawaalika wanachama na Watanzania muweze kujitokeza kwa wingi kusikiliza kesi ya mwenyekiti wetu. 3. Siku ya tarehe 30 mwezi Julai mwaka 2026, sote tumemsikia Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM, katika hotuba yake aliyotoa alipokuwa akizungumza na viongozi wa vyama vya siasa Ikulu jijini Dar es Salaam. Alisema kwamba kuna mwenzetu anaendelea kutafakari, naye anaendelea kupokea msukumo, condition na matakwa yake. Ni dhahiri kwa kuwa maneno haya yalitolewa kukiwa na vyama 18, chama kimoja tu Chadema kikiwa hakipo. Tunaamini maneno haya yanamaanisha moja kwa moja kuwa aliyeitwa mwenzetu ni Chadema na mwenyekiti wake Tundu Lissu, kwa sababu vyama vya siasa vilivyohudhuria vingine vyote vilikuwepo na viongozi wake walikuwepo. Tungependa kusisitiza kwa umma wa Tanzania, msimamo wa chama unabaki kuwa wazi. Tunataka mwenyekiti wetu aachiliwe huru. Tunataka ukweli, haki na uwajibikaji katika matukio yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuatia, na tunataka na Watanzania wanataka uchunguzi huru na unaoaminika kuhusu matukio hayo. Pia ni ukweli usiopingika kwamba Watanzania hivi sasa, ikiwemo wanachadema, tunataka katiba mpya ambayo itatoa fursa ya kuwa na vyombo vya haki, fursa ya kuwa na uhuru wa mihimili, fursa ya kuwa na uchaguzi huru na haki, na fursa nyingine nyingi za kidemokrasia. Hayo ni mambo ambayo sisi tunayasimamia na mengine ambayo tumeyatamka kwa nyakati mbalimbali kupitia maazimio ya kamati kuu ya chama mwezi Disemba 2025, mwezi Aprili na Mei 2026, mwezi Julai 2026. Kuhusu kauli ya Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM, juu ya kuunda tume ya maridhiano kuanza kazi ya kushughulikia masuala ya katiba, tunaiona kauli hii akiwa anaitoa huku chama kikuu cha siasa kikiwa hakipo. Anaitoa huku mwenyekiti wa chama kikuu cha siasa akiwa gerezani. Tunaiona kauli hii ina lengo tu la kutengeneza taswira isiyokuwa ya kweli kwamba mazungumzo yameanza katika taifa letu. Hivyo sisi kama chama tunasisitiza kwamba mwenyekiti Lissu wala chama hatujawahi kuwa na makubaliano yoyote ya siri wala ya kificho. Misimamo yetu imekuwa hadharani muda wote, na misimamo hiyo imekuwa ikitolewa na vikao vya kamati kuu na maazimio yamekuwa yakitangazwa hadharani. Mwisho, Chadema tunaendelea kusisitiza msimamo wetu wa kutoa mwito kwa jumuiya za kimataifa, hususan Jumuiya ya Madola, Bunge la Congress la Marekani na vyombo vingine, Jumuiya ya Nchi za Ulaya, Umoja wa Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Mataifa UN, pamoja na taasisi zingine za kitaifa, kikanda na kimataifa,
kuendelea na hatua mbalimbali zilizokusudiwa kuhakikisha Tanzania inazingatia utawala wa kidemokrasia sanjari na hitaji la kupata katiba mpya na uchunguzi huru na uwajibikaji na haki juu ya matukio ya tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuatia. Aidha, Chadema kwa niaba ya Watanzania tunalaani na kukemea hotuba ambazo zinaonyesha kuremba hali ya kisiasa nchini kuwa ni nzuri, wakati hadi hivi sasa wanachama na viongozi wa Chadema wamekamatwa na wako magerezani kwa kusingiziwa kesi mbaya za ugaidi na tuhuma nyingine zisizokuwa na dhamana. Huu ni udhalimu na ukatili katika nchi. Tunataka wanachama na viongozi wetu waliokamatwa na kuambikiziwa kesi za uongo waachiliwe haraka, kwa sababu uonevu huu unaendelea kupanda uchungu kwa Watanzania, chuki na visasi, hali ambayo ni hatari kwa mustakabali wa mbele na mbali wa nchi yetu. Tunaamini kesi hizi zinastahili kufutwa kwa sababu ni kesi za uonevu. Tunarejea tena kutahadharisha kwamba na kusisitiza msimamo wetu kwamba mashambulizi yanayoendelea kutoka kwa watawala haramu na batili na vyombo vyao na mamluki wao dhidi ya Chadema na viongozi wake hayataturudisha nyuma katika safari ya kutafuta haki kwa ujasiri na umoja, kwa nguvu ya umma na nguvu ya Mungu mpaka ushindi upatikane. Wanahabari, karibuni baada ya utangulizi huo na tamko hilo la awali.